Naam, asante sana mtazamaji kwa kuendelea kutazama taarifa zetu za NTV Mashinani. Bila shaka leo hii tuko na ile sehemu yetu maalum, ni msururu wa makala spesheli kabisa. Tunazungumzia msingi wa elimu. Kwa sasa sitaki nizungumze sana, nataka moja kwa moja mtazamaji tupeperuke, tuelekee hadi maeneo ya Kitengela pale kaunti ya Kajiado. Ruga Ival yuko pale tayari na jopo la wataalam, wachanganuzi, washikadau katika sekta ya elimu kudadavua swala zima la mtaala huu wa umilisi yani CBE na hususan uhalisia wa masuala dijitali. Ruga Ival, iwapo unanipata basi pokea usukani. Naam, asante sana Cecilia Wakesho Madhova kutoka upande wa pili wa studio. Basi tayari mtazamaji tumetua katika shule ya chekechea ya Duara. Hapa ni katika eneo la Kitengela, kaunti ya Kajiado. Na basi ikiwa ni siku ya 3 kuangazia msingi wa elimu haswa katika zile stage za kwanza, yani kuanzia PP1 ukipenda kwa kimombo, PP2, grade ya kwanza, ya pili hadi ya 3. Hii leo mtazamaji tunataka kuchanganua kwa undani kuhusiana na masomo dijitali. Kumbuka kwamba alivyokuwa ameeleza mwenzangu pale Cecilia Wakesho Madhova kuhusiana na maandalizi ya matumizi ya teknolojia na dijitali haswa kwa wanafunzi hawa ambao ndio wanaanza safari yao ya kupata elimu na labda siku za kesho zitakuwaje. Kumbuka kwamba pia ulimwengu mtazamaji unazidi kusonga, ujio wa vitu kama vile akili unde. Basi kama taifa tumejiandaa kwa njia gani kukumbatia teknolojia na matumizi ya kidijitali kwa njia ambayo itafaa taifa siku za kesho. Na basi mtazamaji, kwa muktadha huo leo hii tukiwa katika eneo hili la Kitengela nitakuwa na mdahalo na wataalam, na pia mtazamaji nitakuwa na wazazi ambao wamekuwa wakitembea na watoto wao katika safari hii chini ya mfumo wa elimu mpya wa CBE tangu mwaka 2007. Karibu nami mtazamaji ni Samson Kamau Kimunge. Huyu ni mzazi ambaye amejiunga nasi jioni ya leo. Nasema asante sana na karibu kwenye studio za NTV. Hali kadhalika mtazamaji karibu naye ni Eunice Chandahi. Huyu ni mzazi, atakuwa kitueleza labda mtoto wake yuko grade ya ngapi, na pia ni mtaalam na mchanganuzi wa masuala ya elimu. Hali kadhalika mtazamaji ni Francis Kitiva, amenikosoa, huyu ni mtaalam wa masuala ya elimu. Bila shaka atatusaidia kuchanganua kwa undani kabisa tumepiga hatua zipi na labda wapi tumekosa na wapi tumepata. Hali kadhalika karibu na Kitiva mtazamaji ni Titus Ndei. Huyu naye ni mzazi, pia atakuwa kitueleza mtoto wake yuko katika grade ya ngapi na imekuwaje safari yake na mtoto wake katika masomo haya chini ya umilisi wa CBE. Basi mtazamaji karibu kirasmi, sema nasi kupitia mitandao yetu yote ya kijamii. Masomo dijitali yapo ama tu ni nadharia? Basi naomba tu nianze na Kitiva moja kwa moja, huyu ambaye ni mtaalamu wa masuala ya elimu. Hujambo na karibu kwenye studio za NTV. Imekuwa ni takribani safari ya miaka 9 kufikia sasa, na ujio wa CBE ulilenga kabisa kukumbatia ujio wa teknolojia na matumizi yake dijitali, ili nasi pia tusibaki nyuma, kwamba sisi we are a third world country. Basi tunafaa kujikakamua na kujizatiti ya kwamba pia sisi tunaweza kufikia vile viwango vya yale mataifa ambayo yamesonga mbele. Kufikia sasa miaka 9 baadaye, unaona vipi huyu mwanafunzi labda anauelewa mzuri kushinda yule wa 844 ikija ni kutumia mifumo ya kidijitali kusoma? Asante kwa swali hilo. Ningependa kusema kwamba kama nchi tujapiga hatua kubwa katika masuala ya masomo kidijitali kwa sababu ya changamoto nyingi ambazo tunazidi kupitia kama nchi. Tukilinganisha katika shule za kibinafsi, unapata kwamba wanafunzi wengi wanajaribu kuelewa kwa sababu wamiliki wa shule hizo wana uwezo wa kununua vifaa ambavyo vinahitajika, japo si shule nyingi ambazo zimefikia kiwango cha juu. Kuna changamoto tele katika shule za umma ambapo wanafunzi wengi hawajaweza kukumbatia masomo haya ya kidijitali kwa sababu ya changamoto hizi. Ningependa kuorodhesha baadhi ya changamoto hizi ambazo zinakumba mtaala huu wa CBE. Moja ni msongamano wa wanafunzi katika madarasa. Katika shule za umma unapata kwamba wanafunzi karibu 100 wanasomea darasa moja.
Na hivyo basi shule zile mwalimu mmoja kuweza kuhakikisha kwamba wanafunzi wameweza kuelewa ama kukumbatia mfumo huu vyema, hasa upande wa masomo ya kidijitali, ni vigumu. Swala la pili, bado Wakenya wengi wamekumbatia itikadi za zamani za 844, kwamba bado tunakimbizana na mitihani kwa wingi. Unapata kwamba shule kwa sasa zinafanya mtihani wa ufunguzi wa shule, bado unapata kwamba katikati ya muhula kuna mitihani mingine, mwisho wa muhula kuna mitihani. Kwa hivyo tunakimbizana na mitihani kwa wingi kama shule, kiasi kwamba tunasahau kwamba kuna masomo ya kidijitali ambayo wanafunzi wanaweza kujua. Pili, pia unapata kwamba hakuna mtihani ambao mwanafunzi anasubiri aje kufanya kuhusiana na masomo ya kidijitali. Hivyo basi walimu wanakimbizana sana na kumaliza silabasi ili waweze kufanya mtihani vyema, na ndio maana umesikia wengi wakisema kwamba ni kama nchi yetu tunarudi nyuma kukumbatia ule mtaala wa 844. Nzuri sana, asante sana Kitiva. Labda nije kwako Sam, wewe ni mzazi, naomba uanze labda kwa kutuambia mtoto wako yuko katika grade gani, au yuko PP1 PP2, na labda anavyosema Kitiva, wewe unakimbizana na mitihani au unakimbiza kuhakikisha kwamba mtoto wako anaelewa fika anachofunzwa darasani? Asante. Ni kweli nitakubaliana na mchanganuzi wa elimu vile ambavyo tunasema kwamba mfumo wa inua kipaza sauti kidogo. Asante. Mfumo wa CBC kweli umeleta challenges kidogo, haswa kwa wazazi, manake waona ya kwamba mfumo huu unalenga ya kwamba vile watoto wanavyosoma inahusisha mzazi kwa undani zaidi. Unakuta hata baada ya siku mwanafunzi akifika nyumbani kuna mambo ambayo asante. Kuna mambo ambayo mzazi anastahili afanye. Haswa sasa inafika kama mzazi unaona ni kama kwamba pia wewe umekuwa mtahiniwa. Hilo limekuwa pia ni changamoto kwa wazazi wengi. Vile vile nitaje kama mimi nina mtoto ambaye ako katika grade 3. Unakuta mambo ambayo wanaelezewa haswa kama holiday hii ya kwamba amepewa kazi ambayo inafaa ifanywe katika mfumo wa dijitali. Kwa hivyo kama mzazi unaelezwa ya kwamba lazima uweze kuwa umemnunulia mtoto wako kifaa cha dijitali, either umnunue kama ni simu ama ile laptop. Unapata kwa wazazi wengi kuweza kupata mapato ya kufikisha kama kuwafikia mambo haya inakuwa ni ngumu. Kwa hivyo wale watoto wakirudi shule kabisa utakuta hawako katika grade moja. Kuna wale ambao wataielewa zaidi, kuna wale, na ni kawaida nchi yetu, manake watu pia mambo ya misingi ya economy inakuwa ni challenge kidogo. Kwa hivyo unakuta wazazi pia ni kama watahiniwa, mambo inaendelea kuwa magumu. Na mambo ikiwa magumu kwa mzazi, vile vile atakuwa magumu kwa wanafunzi. Na sasa naomba uzungumze kama mzazi hapo ulipo, unahisi kwamba huu ni mzigo mzito kwako wewe kama mzazi. Unajua kwamba CBE ililenga kumhusisha mwanafunzi 100% na pia kumhusisha mzazi. Wewe huu mzigo ni mzito kiasi kipi? Mzigo ni mzito kweli. Manake katika mbio ama harakati za kimaisha unakuta wewe kama mzazi umeangaliwa pale nyumbani, wewe ndio utalipia ile karo ya shule, wewe ndio utaprovide chakula ama mambo yote yale basic need. Lakini pia ule mwalimu anakuhitaji wewe kama mzazi uweze kuketi na mtoto wako jioni ili utahiniwe pia 100%. Ama pia zile vitu ambazo unakuta hata kama ni vitabu ambazo zinaitishwa katika mfumo huu wa CBE ni vitabu vingi sana. Kwa hivyo kila nafasi kila wakati unakuta mzazi anarudi kwa mfuko, ni kununua sio vitabu, atoke sio vitabu, kuna mambo nyingine anafanya kisayansi, mara kuna shughuli kidogo anafaa wastahili wafanye. Hiyo unakuta pia ni mzigo mkubwa kwa wazazi. Na kwa hivyo nikifikiria mzazi ambaye tuseme ako kama hapa Kitengela, tuko na maeneo ambayo pia wazazi katika mapato yao ni chache. Vile vile tunajua Kitengela tuko na kama kiwanda cha EPZ ambao pia kina wafanyabiashara wengi, wafanyikazi wengi wa mapato ya chini. Ule mzazi anastahili pia aweze kuyanunua zile vitabu ama
vile vyombo vinapatikana shuleni kama ule mzazi ambaye anajiweza. Kwa hivyo kwangu mimi naona ni mzigo mzito katika maisha ya mzazi hata kama tunajaribu kuingia kwa ule mfumo. Naam, naomba pia mbadilishane kipaza sauti na Eunice. Hili swali ni kilielekeza kwako. Naomba uzungumze kupitia jicho la mzazi mwanzo kabla sijakuuliza swali la kuchanganua masuala ya elimu. Bila shaka kumekuwa na hayo malalamishi mengi kuhusiana na wazazi ya kwamba wanatikwa hilo jukumu la kuwasaidia wanao kufanya hizo tamrini kwa maana ya homework kila wakati wanaelekea nyumbani jioni. Hivi mahali tumefika, huu ni mwaka 2026, ndio mara ya kwanza tuna mwanafunzi wa grade ya 10. Unadhani serikali ilikuwa imejitayarisha vilivyo kuyaendeleza haya masomo ya CBE na kuyafanikisha? Okay, asante. Mimi kama mzazi wa watoto 4, mmoja amemaliza form 4 na niko nao wa grade ya 5 na ya 4 na PP2. Nikisema nikikujibu, serikali haikuwa imejipanga, let me say 100% ya CBC na CBE. Mwanzo walianza kabla hawaja train walimu. Unaona, wange introduce first kwa walimu, wawapeleke training even if it was a diploma. After that ndio wa introduce sasa kwa mashule zetu. Na before hata wa introduce kwa mashule zetu, sisi kama wazazi, CBE, CBC bado inatukanganya. Najua kuna mzazi mahali yako 100% sure hayuko sure na CBC na CBE. Kwa mfano, mtoto anasoma government school. Amepatiwa homework. Yule mzazi maybe alifanya 844 na kufika maybe high school alifika class 8. Masomo ya CBC na 844 ni vitu mbili tofauti. Unataka huyo mzazi asaidie huyo mwanafunzi homework. Utamsaidiaje? Vile utamsaidia na akifika shule unaambiwa si hivi inafaa kufanywa. Mtoto atakuwa open aseme mama alinisaidia. Makosa ni mama, ni mzazi ama ni mwalimu. Naam, asante sana Eunice. Mwelekezi wangu ananidokezea kwamba tuchukue mapumziko mafupi, lakini mtazamaji, naomba useme nasi kupitia mitandao yetu ya kijamii. Tumekita kambi katika shule ya chekechea ya Duara, hapa tukizungumzia masuala ya msingi wa elimu, leo hii tukiangazia kwa wazi kuhusiana na masomo ya kidijitali, iwapo serikali imepiga hatua na iwapo imeweza kufanikisha lile lengo ambalo ilikusudia. Basi tupumue kidogo, lakini tutakuwa tukirejea. Mimi niko na shida zangu mzai. So deal tu na zako. Changes in programming. No, Tulia, please relax, okay? Calm down. The love, drama and betrayal series Noma will now air 3 times a week from Monday to Wednesday at 8 p.m. It's not what you think. So, what do you want me to think? While The Other Wife will air Monday to Wednesday at 8:30 p.m. and on Thursday at 8 p.m. Miss Nadire, my mother is not herself because of her pain. Why do you still follow her? More twists, more secrets, more drama. You don't want to miss a single moment. Only on NTV. While Kenya sleeps, the nation's stories are already on the move. Every night, thousands of newspapers leave our presses, traveling across Kenya and the region, so they reach you on time. That same network that delivers the nation's newspapers on time now delivers your packages too. For businesses, for individuals, always on time. Nation Courier, built on the discipline of daily deadlines. Refugees cannot be refugees forever. Millions of refugees and displaced youth face a very big, difficult challenge. We look at getting these people involved as a way for them to know that it's something that can build you up for the future. We've learned that the open door policy works. Inclusion in education is one way.
of developing human capacity. What kept me going was knowing the value of education. It's not different for refugee youth as it is for everybody else. Every family does their best to educate the children because we think that's how to get out of poverty. It's the same for refugees. Know your story. It's a hard story, but actually your strength and your potential is much bigger than the problems you have. This is NTV. Yajayo katika NTV jioni. Wengine wameangukiwa, wengine kutoa shule. Naona hawana experience ya kubomoa. Wamepewa kazi juu hawana do. Watu kadhaa wahofiwa kufa na wengine kunaswa kwenye vifusi baada ya jengo kuporomoka mtaani Kibra. Siko hakika mafuta wanaficha ama ni nini inaendelea. Ukame wa mafuta washuhudiwa katika baadhi ya vituo, wanaojaliwa kuyapata ni kwa jino na ukucha. Ulinitoa kwa ofisi, lakini kunitoa kwa roho za hii watu ni kibarua. Wewe panga kazi yako ile uliahidi wananchi. Mimi ninajua vile nitatimiza yangu. Rais William Ruto na aliyekuwa naibu rais Rigathi Gachagua wakutana ana kwa ana kwenye maziko ya mbunge wa Olkalau yaliyogeuka kuwa uwanja wa makabiliano ya kisiasa. Na sisi hatuna kifaa ya digitalani. Sasa atufunze watoto jinsi ya kutumia digitalani. Katika msururu wa makala maalum ya msingi wa elimu, tunapiga darubini masomo dijitali. Je, yapo au yamesalia kuwa nadharia? Si mimi niko na shida zangu mzai. So deal tuna zako. Changes in programming. No, Tulia, please relax, okay? Calm down. The love, drama, and betrayal series Noma will now air 3 times a week from Monday to Wednesday at 8 p.m. It's not what you think. So what do you want me to think? While The Other Wife will air Monday to Wednesday at 8:30 p.m. and on Thursday at 8 p.m. Miss Nadire, my mother is not herself because of her pain. Why do you still follow her? More twists, more secrets, more drama. You don't want to miss a single moment. Only on NTV. Karibu tena mtazamaji, unazidi kutupokea moja kwa moja kutoka eneo hili la Kitengela. Mtazamaji, siku ya 3 kuangazia na kudadavua swala kuhusiana na msingi wa elimu. Ile mtazamaji, tunaangazia kwa ndani masomo ya kidijitali. Na naomba useme nasi kupitia mitandao yetu ya kijamii, ambapo tunauliza katika eneo lako mafunzo dijitali yameafikiwa kama ilivyotangaza serikali chini ya mtaala wa umilisi wa CBE. Sema nasi kupitia mitandao yetu ya kijamii haswa Facebook. Na basi naomba kuelekeza hili swali kwa Kitiva. Ujio au kuzinduliwa kwa CBE mwaka 2017 uliwatayarisha walimu kwa njia gani? Na labda walimu pale darasani wanasema nini? Wapo labda walipatiwa vifaa vya kutosha vya kufunza, na pia zile vifaa hitajika vya kuingia darasani na kumhusisha mwanafunzi moja kwa moja? Asante. Tangia mwanzo wa mtaala huu mpya, walimu hawakuweza kuhusishwa vilivyo hasa katika mafunzo yanayohusiana na masomo ya kidijitali. Kwa hivyo unapata kwamba mwalimu hawapo darasani, wengi hawana ule umilisi wa kutumia vifaa hivi vya kidijitali pale shuleni. Na vile vile unapata kule shuleni pia shule nyingi zimekuwa na changamoto
ya kuweza kuwa na vifaa hivi ambavyo vinahitajika pale darasani. Kwa hivyo unapata kwamba mwalimu inabidi aweze kutumia simu yake kuweza kuwashirikisha wanafunzi katika masomo hayo, ambapo simu yake haiwezi ikawafikia wanafunzi wote sababu ya ule wingi hasa katika shule za umma. Naam, asante sana. Sasa nije kwa Titus Ndei, wewe ni mzazi. Kwa mara nyingine naomba labda utuambie mtoto wako yuko katika grade gani au ni wako? Najua nilikuwa nafikiria kwamba mwalimu yuko na mtoto mmoja kumbe ana zaidi ya mmoja. Basi naomba labda tuambie watoto wako wako katika grade gani, na huu mtaala umilisi wa CBE ikija katika mafunzo ya kidijitali safari imekuwa ya aina gani? Asante sana. Niko na watoto wawili, mmoja ako grade 10 na mwingine ako grade 4. Na kulingana na ile tunaendelea ama hii mfumo, kuko na challenges kama wazazi, kwa sababu some of the things tuna learn sio kama ilikuwa 844, kwa sababu mambo ingine tunaitishwa, kwa sababu ukiona mtoto wako anaitishwa kuku akapike, sometimes ukigojea una learn engineer, unaogopa isiwe kama ni maid ama ni butchery. So una understand hii masomo haieleweki. So mimi nikiongea mzazi, nikiangalia yule ako grade 10, na prefer kuwa nimejua, lakini hii haiwezi kaeleweka kwa sababu tuna understand ile inakuja kila siku, tunakuja na mapya kila siku, tunakuja na mapya. Nimekuwa nikifuatilia kutoka the commission formed by the former president and the president still, unaona there is those challenges ziko kwa sababu tunagojea wanaenda university. Pale tulikuwa tukitoka form 1, unajua akifika form 4 ataenda university. Sasa huyu wangu wa grade 10 hata sielewi kama ni university ama itakuwa namna gani, kwa sababu hapo mbele hatuelewi vile kunaenda. So CBC and CBE kwetu kama wazazi, hata sisi tunasubua wazazi kuwauliza kutoka hapo kutakuwa namna gani. Na tukiangalia watoto wengine watapotelea katikati, kwa sababu pale bereni imekuwa kama competition ya watoto, unapigana uwe number 1. Sasa yule wiki uwezi ukajua kama anaendelea. Ni vile kwangu nafuatilia kwa sababu ya ile exercises wanapatiwa akafanyie nyumbani. Na hizo exercises zinatupatia changamoto kwa sababu zingine lazima wewe mzazi ni wewe ukalili na uangalie, ili akienda pale awe amefanya kulingana na vile aliagizwa. So iko na changamoto zingine, ni kama zile vitu tunaambiwa tununue na walimu. Unaambiwa mzazi kesho akuje na nguo yako afue. So unajua some of the things sita imagine a bebe yangu ya mzee maybe imechafuka sana, na mama yake akuje, tutaomba ile, tutachukua ile iko kwa wardrobe ile safi. So some make sense, hakuna mahali tunaportray ile true colors, kwa sababu vitu zingine kuongea ukweli ni challenges kwetu na kwa watoto. Vifaa vingine zinakuja, I think ziko challenges. Asante sana. Asante sana Ndei. Eunice, ulitaja kwamba una mwanafunzi ambaye yuko katika grade ya 5. Anafanya somo gani na gani? Labda sijui kama unazijua off head. Anafanya I think wanafanya all subjects. So, na saizi hizo agriculture they wanafanya all subjects. Unaweza kuzitaja moja baada ya nyingine? Moja baada ya nyingine. Kuna hesabu, I'll mix. Kuna hesabu, kuna science, kuna English, kuna Kiswahili, kuna agriculture, kuna home science, na I think kuna mbili hapo nimesahau, matatu ya. Computer literacy? Computer literacy for now sijaisikia, though shule mkienda mtaambiwa. Iwapo mtoto anafanya ama afanyi, but though sijaisikia ikiwa shuleni, which means hawafanyi. Mtoto wako anafanya computer literacy? Anafanya. Grade ya 3. Grade ya 3. Ni vile tu ambavyo nilikuwa nimeeleza ya kwamba mfumo wa CBC ama CBE ambayo inavyoitwa sasa inalingana sana na ni shule ipi ambayo mtoto anaenda. Na hapo ndio nilisema ya kwamba hawa watoto kwa nguvu hawataweza kufanana. Kama shule haina the necessary equipment
inakuwa ni ngumu. Unakuta sasa kama yule wangu ambaye ako grade ya 3 wamepewa homework ya likizo ambayo sasa wameelezwa itatumwa katika ina digital form. Kwa hivyo wewe mzazi inabidi umpatie ule mtoto simu yako ili uweze kuaccess. Sasa hapo pia kuna challenge. Manake wewe unaamka kwenda kazini ilhali mtoto pia anahitaji kuwa anafanya ile homework. Sasa ni wewe uchague kama ni kazi utaenda ama ni equipment ambayo the digital equipment utamnunulia. Kisha sasa ukimnunulia wewe hauna time ya kwenda kumonitor. Ya kwamba unajua mtoto ni mtoto tu. Atajaribu atoke hapo ingie kwa cartoon na unajua hii mambo ya digitali na mambo mengi sana. Kwa hivyo ile monitoring pia inakuja na kuwa ni issue. Ya kwamba lazima utaondoka, utamwachia afanye homework yake, lakini ukiondoka hujui ni nini nyingine ambaye ataweza kuiona katika mtandao. Kwa hivyo pia inaharibu pia maadili. Kabla hujagusia hapo, tutakuwa tukiangazia hilo kwa undani kuhusiana na usalama wa watoto wanapotumia hii mitandao ya kidijitali katika kufanya hizi tamrini, akisema kwamba mtaala huu wa umilisi wa CBE ni tofauti sana kutoka shule hadi shule nyingine. Kupitia jicho la mchanganuzi wa masuala ya elimu, hii inamaanisha nini katika kesho ya taifa la Kenya, ya kwamba sote twadhani ya kwamba mitaala ambayo inatumika, zile sera ambazo zinatumika katika kuunda somo mbalimbali kila shule. Kwa mfano wakati wetu, iwapo sote tuwafanya somo la hisabati yafanana katika shule zote, na unafahamu fika ya kwamba mkifanya mtihani wa kitaifa, kwa mfano KCPE, kipindi hiko nyote mnafanya hisabati, mnafanya Kiingereza, mnafanya Kiswahili. Lakini sasa unaona kwamba hapa kuna mwanafunzi ambaye yuko grade ya 5 hajai kuingia darasani kufanya somo la kidijitali au mafunzo ya kidijitali. Kuna mwingine hapa yuko katika grade ya 3 tayari ameanza kuingiliana na kutagusana na masomo ya kidijitali. Hao wanafunzi wawili ukiwalinganisha, siku ya kesho itakuwa vipi? Asante, ningependa kukosoa wazungumzaji wale wengine kwamba somo hili la kidijitali pale shuleni si eti kwamba mwanafunzi anatakiwa aende akalie ile kompyuta, ni kwamba kila mwalimu, sababu tukisema hivyo inamaanisha kwamba somo hili limeachiwa mwalimu wa kompyuta peke yake aweze kulishughulikia. Masomo haya tunayozungumzia ya kidijitali ni kwa kila mwalimu katika somo ambalo anafundisha aweze kumshirikisha mwanafunzi kwa njia mbalimbali, kutumia vifaa ambavyo vinahitajika, kwa sababu kila somo, hata Kiswahili unapata kwamba kuna sehemu ambayo mwanafunzi anatakiwa ajifundishe masuala ya kidijitali. Ajue labda kucharaza, kuandika kutumia kompyuta kama barua. Kwa hivyo inategemea tunamshirikisha namna gani. Anapozungumzia masuala ya shule, inalingana mwanafunzi huyu yupo shule gani. Shule hazina uwezo unaotoshana. Unapata kwamba kuna shule ambazo zinang'ang'ana kuweza kununua vifaa hivi kwa sababu ya gharama. Kwa hivyo mtoto wako akienda shule ambapo vifaa vipo, ataweza kushirikishwa vizuri katika masomo haya, kwa sababu atapata kuna projector, anaweza akaenda kompyuta aweze kucharaza na kuandika. Na kuna mwanafunzi mwingine ambao utampata ako Turkana, shule za umma ambapo hata nguvu za umeme hamna. Sasa yule mwanafunzi, mwalimu utamwambia kwanza afundishe namna gani? Simu ni yake, hata kuna changamoto za kuweza simu kuwa na moto hamna. Kwa hivyo bwana kama anazungumzia mtoto unapompeleka shuleni, weza kujua atashirikishwa vipi katika masomo yote, kuanzia hisabati, kuanzia Kiswahili, sayansi, kila somo aweze kujua kuna masuala ya kidijitali. Kwa hivyo uwezo wa shule haulingani, na pia serikali yetu nayo imetuangusha kwa kutoweza kuhakikisha kwamba shule za umma zina nguvu za umeme na kuna vifaa ambavyo vinahitajika ili yule mtoto aweze kushirikishwa vizuri. Siku zijazo tutakuja kupata kwamba kuna mwanafunzi ambaye ametoka shule za umma anaelewa masuala haya ya kutumia vifaa. Kwa sasa hata kuna mwalimu ambaye ukimwambia fungua kompyuta, hata kufungua ajui kufungua. Na huyo ndio unamwambia sasa somo hili lako unalofundisha weza kumshirikisha mwanafunzi aweze kujua. Na unapata wengine wanafunzi wanajua hata kuliko walimu wao. Kwa hivyo utakuja kupata wanafunzi wanaojua, wasiojua. Yule mwanafunzi ambaye ameenda ile shule ambapo ameshirikishwa atakuwa anaelewa vizuri vifaa hivi na kuvitumia na usalama wa vile vifaa. Asante.
Naam, asante sana. Labda unaweza kusoma kauli 2-3 kwenye mitandao yetu ya kijamii kuhusiana na swali letu la leo. Katika eneo lako mafunzo dijitali yameafikiwa kama ilivyotangazwa na serikali chini ya mtaala wa CBE. Na Mwana Willy Nducha nitasoma tu kauli moja, anasema the government has not fully implemented digital hub for CBE as it promised. No computers to some schools, don't have electricity power. We need seriousness to support our learners for better future. Huyu ni Willy Wakanju Kinja, engineer. Asante sana. Naye Almasi Masogo anasema ahadi za hewa na uongo mtupu. Asanteni sana. Basi mtazamaji, huu ndio utakuwa mwisho wa mdahalo wetu wa leo kuhusiana na masomo dijitali, tukizungumzia kwa undani kuhusiana na msingi wa elimu. Na basi mtazamaji, nimekuwa nao wageni Samson Kamau Kimunge, huyu ni mzazi, halikadhalika pia ni mtaalamu wa masuala ya elimu. Pia mtazamaji, nimekuwa naye Francis Kitiva ambaye pia ni mtaalamu wa masuala ya elimu, Titus Ndei pia ni mzazi, na Eunice Chandahi mzazi. Nasema asante sana kwa kuwa nasi kwenye mdahalo huu. Basi mtazamaji, huo ndio mwisho. Jina langu ni Ruga Ival. Tupumue kidogo, lakini muda wowote kutoka sasa utakuwa ukiungana na Cecilia Wakesho Mathuva akikuletea taarifa za NTV jioni. Hapo baadaye pia utakuwa ukiungana na kikosi kizima cha Kiingereza wakikuletea mdahalo huu kuhusiana na msingi wa elimu. Kwa heri ya kuonana na asante.